Kiongozi wa kiroho Nokwe itwagongwe tukera ni hewani kimubayi temone megoko monagyo mone megoko igamone ntero ne masine kuse mone megoko gamutukiri rambo kemurereye asanti mukuburi andiga onyo ntone kahao mono mahuntutu mono sasa kahawa yeibirwe ekaya hani kuya ekaya ni chimbire cyaba kungu hano yagi ni chimbire cyaba kungu tabaringira abakungu bari myojo kegakwa chikahawa chikatukwa kera muntu akaimi byakore hano bayimiri byakore hano murati gono tigukure onane kahawa yakuhira sasigo sasa ngigiri kuya Tanzania ho kugororagera sasa ni kugera Tanzania abantu boito sasa yakitora akore nkaga no nyisunga na tatiro no nyisunga hano mbabara toka hire kahawa gitungi esunga na arusiro buroti bora ihumbuhara ara isigaiga umurati gono buchere hanyi hano ayarante tutorante kahawa hanyi hano bari batora amanyunya makora ngitori tukoreye ntoto bayisiro hano toto bayisiro bono sasa nke bagusumacha umuntu nara imuke umuhoru iwe imike kahawa rente mono so kya manyunya mangaini gatoche gakende gaini chimbire cyaba kungu gaini chimbire cyaba gaka tomoko mahengane none nkongu so kimugambe gamangana ngogano mbarache batotebi hati kyo makere ke rusibu haranjo kereke tabu yirambo monge gukora mangana ponyo biene mureiri amara murati guracha mureiri amara so kimuninga mogamba iga temo gukorohi iganke mo gukora igo moborone nabo muitabiribu kungaini kwemetekega no muntu araska kore skimming gukuru hangi ara kwimukimete nyamara nyambarera wale watu wenyewe wanajua kinachoendelea huko na hanyango kora bale babarakanyaiga ngetama baguhita shauri yao so kibalinga hano banyera kani amangana gabo mbalera balinga batangiri minyo gucha ihore mbaleno. Kuna mambo mengine ambayo mimi ukweli nimekuja kuchoka nayo sana. Hata kama nikiwa ndingi umuntu wa serikali ononi ndingi amaiso ka serikali kuendelea kwa kiharaka, kuna vituko ingine nimechoka nayo sana kutoka upande wa Nyamaranya. So kwa hayo amangana ga umuka ya gambiri kidogo yamenishika mahali. Na unine nkahimizire ngambeiga abana mzee Maiko na kuona uko hapa tata. Wewe ni mmoja ya wale watu ambao ulichaguliwa kutoka upande wa Nyamaranya. Hanu ukuru hano uyoba tebiga kahano beti uchere hanore uyugure montara kubuliga ni hurure lakini bombe karuhana kanto kalenge mbale raba mahumuntu onde ageyeho poito hana sisi ni wakarimu sana na kintu kira kinyo kiriga ni kiritongo manchi kana na manchi kiritongo poito ntoremkia maoni kukuru hali honsu kutoka pale kutoka kona zote za wodi hii hata isikuje wodi nontoremuki. Lakini hano mukulinga Nyamaranya temu ikare mugambe umegwa umuntu toremuko bo musacho hene na wakati ambapo tugutune gipimoli bikine iricho iri andi no likuibura ni bimoli biratokamo niyundi likukiri hicho. Asante sana. Nimeona mama mwalimu mwalimu karibu mwalimu kwa wengine wote ambaye sikufikia kwa mkono na kusalimia hujambo mbokeye ngokeywe megoko gene nkuruchire hano. Furaha yangu kuu ni kwako wewe ambao umeamua kuchukua wakati wako mzuri na ukaweza kuja hapa. Kwa hivyo niseme karibu, ni mkutano rasmi serikali yote ya Kenya kwa sababu tuko hapa inajua kwamba mkutano huu unaendelea na mkutano wa maana sana. Kwa ofisi ya Mheshimiwa Kitayama tunasema asante kwa sababu tumeanza kuona matunda yale mambo yaliyoongelewa hapa. Lakini kidogo wamrebe itondosha turarenta iyo ntashotuevu tu kidogo maana mambo mengine husikika vizuri kwa lugha ya kitaifa ambayo ni ya taifa la Kuria. Ndochuki turachencha emerero uburu bureto nabo bwa makora garaga hetere turagarenta hano
nagano na mang'ana amahea aranyora irambu bintu byakengirwa amanche kakageri chinsu togasara nenkaga yende arenge namba ito tosarete bano bagucha he kagendriga garanyo chimilioni cha hanu gamuga hachi nyumba mukaga hachi ichinchoke bana bande barenge bono sasa tukanyamangana no agucha amang'ana ga manche kano na gamuheshimiwa Kitayama ambaye ni mbunge wetu ambaye ni mchapakazi naye amejipenyesha tu hata nakahanjira huniri abande bayuiki bakorera gande gayo lakini agambaga kugano mpaka gagoterera gara hano gakuba manche agahane bono baranyoro wikimba tobora usemba kengi mifereji lakini nyora baka bitiri garenge amaiya bonda sabe gande gato kundikiri hake tusumachere eng'ana ya manche kano gagucha na manche gichimbiri chincharu amanche kano garakavi wode no ingima kera sehemu muntu leonswi niganda gambe igasioro gutuna igotomera manche gaba muri beito maibeto tosoa irungu ria bantu he na amanyire mbe amanche mara nyingi hano watu na manche ya guisaba maiya muferechi ni irungu gokoba bono gendere kuri yo muntu nakuberekere gumupurampa pamura boito bano beto bakwanja gukora gasi akogota ibintu binga biyohe rigyo mupurampa acha gukora gutore mifereji ku nyumba yao ora wihinyire kugahacha wirakishiki nyumba yangu gibimo mpaka ugetoro mupurampa ono aratore emifereji ili amanche ono gagucha boito ni siko tuiche togatore o connect bono kuya nyumba uisabe kebuli ugutuna kumaru gayo tingu tunekanyigane ndabe na mang'ana maru kusabu ngatune gatuihinya tuikwajende moja kwa moja hata benzetu bano ba hano patotebi goro ya manche bono gande gayo turutoro bereko sabuno turagende kusumacha gande gano ngara kore katunyere nkaga gwanse yakirage turentere hano sokiga to sarichi inkoro pamuri hano tukehonja tusumacha mang'ana ga manchi mbuya coordinator tutora ko hari yo bono tugende kugayo kumang'ana gayo gaguturingia ko hamwe bamuri bitu tutatemera na makofi sawa sawa turaso kwa agenda ya manche. Asante kanyana ngianyo ninchi tambulishira na tamenda berekiri kama nase ndakora ku ofisi ya mheshimiwa Kitayama kama mu coordinator wae nto hano kuisara lya manche ngokagire to hano bamuri ngo sabandi ngiga kwa sababu abageni boito bano bachire hano barenge namba bana amang'ana gagototebia kwa sababu mba abageni boito ndasabe ko heshima mbotora tegere hano bagotoha amang'ana hakari karenge to tufuate hari harenge hakuburi antorapuri riswali iri tongore so unitena tune ko ba nisumanchu incheru hoi ofisi ya chifu, ofisi ya mbunge abana inchi abaikari ba gokeraka gatambwe gambu yatorai bamuri kobara batamanyere Mwalimu Linus ngaje sasa hivi ni mstaafu amang'ana gayo chifu agusumachira hana yameniguza hata mimi kukwingiria kung'anera pasta gambere mauntutu ne historia ntambe mutakacha mu mahu mugikono kwa mauntutu kuikae ke mukanyiga ke yogorenge ato mukoloni hana kore iri nani iri ramborena kobara to kinere toralisha toracha kongenyana nengengi arenge hano iga mefereji ngerenge hanu iga ginonyore hati chituko haju chakanyere ya manje ngokanyandiga abaye jibaito abiana baito toitero mradi gora mifereji gerange gakengirwe gakokoro imisiria tobo hene bantu so unikirengo sabaniga ekamati eroranyori chaguri kuiramburna ekoremere mona abantu ba nema kira tuturi ituturi kwelemisha abantu ba rapi bagaini ni ramburna iga hata na kanyone metiki kenyeji ko sata bwabyane batuturu kwimi bintu bino bikakengera umusense kurako kukuro igoro kurasoha gucha kuriba irambulena abantu abamwe kama keuni nena historia ntambi ya umradi gonoko mahuntutu na wiki ana murata acherra abantu kama ibyaro bino bituinare hano paitubukira hano tetona bagaka hai wazee wetu wamekwisha. Ni kwa nini?
kwa sababu yo mrambuko irambo nande gotire yo muradi ogumui kuno gotireje abantu bakoro sasa igo hanorai guchintana kira gukuya bwirege gukuya nyabasi ichi society kira bana chiche kahawa chakora bagaka bana bagaka ikipindi ke nyuma enkagiri tongore gaikai kumuti hano bene no toikai ke uninde igia chacha maro hano kangarare tiga mahikiri iritongore gusuma chira enkaguita mure enkagiri pampu ye ipirwe ira gotema mancherere ngembare raiga numwali munarengi lakini ritongo walini mbaniani yani waliniamini wakanikabidhi hiyo mashine nikaenda kuitafutia spare parts zake huko Nakuru na gege ngatuni spare parts General Motors ngacha tokaripea na marehemu mugakaisebe mashine mpaka sasa igotia kabaye wiki na shida iri yonsu hi pono kirenko basaba ni gabenye jiboito ba gokeraka getambwe ka wode hano mradi kunugu gucha gotange abantu baraparengia bakulima byeka jana wale wa contractors wetu sisi kama wakaaji wa gokeraka getambwe tunaona ya kwamba huu mradi tunaendelea kuchelewa. Tuombe mapastors muombe huu mradi abantu baitu tutachoke bamuri na abantu baratumenyere hanya na mradi gunoko mahuntutu turende irambre na abantu banema batuturu twimyemetegera ke kenyeji kinare hase hanui hatana kayone metaru gituko igo kuri wiki irambre na retagacho kwa kehana reri kure sasa igo na tunashukuru watu wa Lake Basin kwa ujio wenu. Wale wakulima wa kahawa tulikuwa tayari tunaanza kutafuta wale viongozi abatangati, wale viongozi ambao wako kwenye hii society ile kamati, tufanye mobilization ya wale wakulima angalau tupate wafadhili ikiwa hao hawajakuwa tayari, tuchimbiwe shimo pale ambalo italeta maji hii mashini ianze kufanya kazi, kwa sababu mama nyirigi byoma birabiko heta na manje hana byatigwo igo kugunda bire kuyabire ikutu, kwa hivyo biwanza kubutoka. Lakini ikiwa hao wenzetu wamekuja, tunaomba Mungu atusaidie kwa chini ya uongozi mzuri na ushirikiano wa wale kamati, huo mradi upewe kipaumbele. Hata bwana chief, bwana coordinator, tungeomba hata mbunge apate taarifa ya kwamba huu mradi upewe kipao cha mbele, kwa sababu mbali na hayo maji kuna mambo mengine ambayo yameshikiliwa, kama hii mashine ya kahawa inaendelea kuoza. Kiundiri sabire enda nanga sabire nango kanyandige noku na ratuturi na tutiga mangana maru. Nilishika ile maongezi coordinator aliongelea, tuache mambo ya mirengo, uweze kusema ya kwamba mimi ni wa fulani, mimi ni wa serikali, mimi ni wa upinzani, sijui mimi ni wa nani. Tuangalie maendeleo yetu, kwa sababu sehemu zingine siku ile wale wageni wetu walikuja hapa siku ya kwanza walitoka huko Ntimaru, nafikiri ilikuwa Gosebi, hivyo I'm not wrong. Tusipochunga itakuwa kama ile miradi mingine kihanu ruskuru mwi na goitubukira gokeraka getambwe hanu para bakoregebo na baito hate kamati hatinyana gukora hate kamati nyana nyora haipo. Kwa hivyo ningeomba wale ambaye ni facilitators ambao wana facilitate hii program tuanze kwa haraka ili vitu vingine visiharibike. Otherwise Mungu awabariki sana, asante kumakega hiyo. Asante bwana coordinator. Kwa mara ya pili bamorentu hoyere buya tore, so sitakuwa na maneno mengi. Nitasema karibuni sana wana Lake Basin. Hao ndio wananchi wa Kiharaka stroke Getambwega ward, na tukombaka na wenyeji wa hapa.
So kwa maneno ya maji tunataka tuwasikilize, ndo mtupatie the way forward, si ndio? Asanteni sana, karibuni. Asante. Nimewasalimu, hamjambo nyote. Kwa majina naitwa Diana Adhiambo. Mimi nafanya kazi na watu wa Lake Victoria South Waterworks Development Agency. Ofisi yetu iko Kisumu. Na sasa Lake Victoria South Waterworks Development Agency, kazi yetu ni kazi ya maji. Kuweka miradi ya maji, wananchi wapate maji. Sisi ndio tunajenga dams, tunajenga water supply, tunajenga water pan, yote mpaka borehole, ili wananchi wapate maji. Asanteni. Sawa sawa. Habari zenu? Mko salama? Umefurahia mradi? Okay. Kwa majina mimi naitwa Pascal Okoth. Mimi ni one of the designers wa hii mradi ya Gokearaka Getambwega water supply. Mimi nafanya na shirika la, nimesikia mtu akisema Lake Basin. Lake Basin pia iko pamoja. Si tuko pamoja. Nitaanza tena kwa sababu tumepata wageni wetu wenye tulikuwa tunatarajia pia. Si wageni, hasa ndo host. Let me say hao ndo sasa wametualika kukuja kwa hii mkutano. Kwa majina mimi naitwa Pascal Okoth. Venye nilikuwa nimesema, mimi ni one of the designers wa hii mradi. Na hii mkutano ni follow up meeting. Nakumbuka kulikuwa na mkutano mwingine ilifanyika hapo awali. So hii ni mkutano ni ya kuja kuwapea majibu ni kitu gani tumefanya. Huu mradi uko chini ya mradi mkubwa wenye umekava hii. Sasa kuna nyumba, then kuna viti ndani yake. So huu mradi uko under the Kegonga Cluster Water Supply and Sanitation Project yenye ililetwa na mbunge wetu. Na hii mradi wote wa Kegonga una cover the 5 wards. Si ndio? Mko na 5 wards? Yes. So ina cover all 5 wards na kila ward iko na mradi yake. Sasa leo tuko kwa hii ward yenyu hapa. Inaitwa Gokearaka Getambwega, si ndio? Yes, so leo tuko kwa hii yenyu. Kwa hii mradi yote hii ya Kegonga Cluster Water Supply yote ukijumulisha pesa yenye inakuja hapa Kuria East ni 1.5 billion. 1.5. Sasa kila ward iko na share yake. Simulisikia ile siasa ya shares? Yes, sasa nyinyi pia mko na share yenyu. So ndio maana leo tumekuja hapa. So kufuatia ile mkutano ya kwanza tulikuwa nayo, tukakuja tulisikia maoni yenyu. Then tukafanya survey, then tukafanya design, na leo tuko na report yenye kitu tunatarajia kufanya hapa. So kitu cha kwanza tutafanya kwa hii mradi ni unaona chini ndo damu yenu? Tutachimba ndani. Tutoe hizo reeds, hizo zinaitwa reeds. Tutachimba na tupanue kuwe kubwa ili iweze kuweka maji yenye sisi tume approximate yenye itakuwa inazatosha kusupply hii ward yote. So tutafanya kitu inaitwa expansion and desilting of Mount Tutu Dam. Hiyo ni kitu cha kwanza tutafanya. So after tumesha desilt na tumeexpand, tutajenga treatment plant hapo. Na hii treatment plant itakuwa na uwezo wa kutibu maji lita milioni 1. 100,000 meters cube per day. Na hapa
pia tutajenga nyumba ya watakuwa wanafanya kazi hapa. Juu hii ni pesa tunaweka hapa na inahitaji security. Sasa vijana wenyu ndio watakuwa wanafanya hapa na tutawajengea nyumba ya kuishi na pia nyumba ya askari. Then hapa pia tutaweka solar farm. Hatutaki tutumie stima, juu bei ya stima ni mingi na in most cases bei ya stima ikikuwa mingi miradi inakosa kufaulu. So nataka bills za stima zirudi chini. So tutaweka hapa solar farm. So maji ikishatibiwa hapa tutaipump. Tukienda mahali hiyo njia ya kwenda Mosongora kuna mahali katikati hapo. Sio inaitwa Gokaraka ama inaitwa gani? Yes, hapo tutaweka booster station na tangi kubwa. So hiyo tangi itaserve watu wa hiyo area na pia tutaweka booster station hapo na pia tutaweka solar farm. Unaona? Sasa hiyo solar farm itasaidia pia kupunguza hii maneno ya stima. Then itapigwa tena na pump hadi Masongora. Ndio wale watu wa juu pia waweze kupata maji. Sawa sawa. So hizi tangi zitakuwa 200 meters cube. Hizo ni lita 1200 yenye tutaweka kwa hizo matangi zetu. So hivyo ndo maji itatoka hapa ikienda hapo Gokaraka na iende Masongora. And then in terms of supply tumeweka ama tumetenga ama budget for 21 kilometers of distribution lines. Hizi ni lines kubwa kubwa zenye size yao ni inchi 8 hadi inchi 3. Supply maji kwa hizo the 4 sublocations. The 4 sublocations zenye sisi tuko nayo hapa, kama nimekosea mtaniambia, ni Nyamaranya, Ihore, Nyamotambe na Masangora. Ni hizo. So tuta make sure hizi distribution lines za 21 kilometers zimefika katika hizo sublocations zote. Then distribution lines inapita kwa barabara. So tutafanya aje maji kufikia wewe kama mwanakijiji sasa? Hatutaki utafute maji ugaramie tena kulipa pipe ilete kwa nyumba yako. So tumetenga na tumebudget for 25 kilometers of last mile connectivity. Hii 25 ni pipes ndogo ndogo za inchi 2 na kurudi chini. So tutaweka pipe hadi kwa milango yenu ndio mpate maji kwa karibu. Hiyo ni mzuri. So that msigaramike sana kuvuta maji. So siku hizi serikali inasema project haufanyi tu uweke pipe kwa barabara pale then uachie hapo. Hapana, sasa hizo wanataka inakuja hadi kwa mlango. Na hadi unapewa mita. Sasa wewe ni baki tu kulipa bill. Nitakujibu hapo. So the other thing tunafanya, maybe kuna mahali tutakuwa na upungufu. Serikali pia saa zingine haina pesa. Tutaweka 5 water kiosks. Kwa wale wenye watakuwa mbali na maji, maybe juu ya upungufu ya budget, tutawawekea 5 water kiosks distributed equally in the 4 sublocations. Ndio pia watu wenye wako mbali na maji waweze kuchotea katika hizo areas. Na kama hizi 5 water kiosks zitatosha, kuna budget ya kuweka water points zingine. Unajua water kiosks zingine inaweza kuwa ni water kiosks ni gharama kujenga, but kuna njia ya mkato ya kuweka water point yenye pia tunaweza weka ikue kama water kiosk. So msione water kiosk ni kidogo, kuna pia provision ya hiyo water points.
Then pia tume budget for 2 number of boreholes. Kuna mahali hapo Gatambweka, sijui kuna mlima ama ni nini, engineer aliona hapo maji saa zingine inaweza kuwa shida kufika. So tutaweka 2 number of boreholes hiyo area. So ikifika hiyo time tutaleta surveyor wetu wa boreholes na mtamuonyesha. Na kama pia mko na suggestions wali mtaka hizo boreholes zikue katika hiyo area ya Gatambweka, pia mtatuarifu ndio tukue na urahisi kukuja hiyo siku kufanya hiyo survey ya maji ya chini. And then ya mwisho tume budget for ablution blocks 3 zenye tutaweka Goke Haraka, Masongora na Mauntutu. Hizi zitakuwa macho mzuri ile ya modern ya saizi, pia watu waweze kujisaidia mahali safi. So hiyo ni just a brief kitu yenye tunajaribu kuwaletea hapa, na nitamwalika mwenzangu Diana kama kuna kitu kuongeza ama John aongezee, then tutachukua maoni. Kuna swali kidogo. Oh. Hiyo choo. Umetamuka ni Goke Haraka na Masongora. Goke Haraka, Masongora na Mauntutu. Hapa kwa ndani tutaweka ingine. Okay. Yes. Kila sehemu hapa hiyo. Yes, hiyo ni maoni tutachukua. Kwa Tutachukua shule, maoni. Kwa shule. Oh. Hapa nje. Umesema wapi? Ihore. Ihore. Hata uko Nyamaranga mnasaweka. Choni ya mkuu. Yes. Tuko hapa kuchukua maoni. Mahali kuna upungufu kwa hii proposal yetu, mnaweza tusaidia tuone venye tutaijenga pia ikuwe mzuri zaidi. Nilitaka tu waongee alafu ndio tuchukue maswali. Ama wacha tu waongee. Okay. Ngoja tukwa tunaomba pamole. Anyo uniri swali ule beke hano bago soke bono topa heri hamu ngo baraga chipo tore go se bantu. Muendelea alafu maswali kuja baadaye. Aya, asanteni. Sasa mimi nimekuja kuwauliza, nyinyi ndio mnakaa hapa. Je, mmekubalia Lake Victoria South ije iwalete maji? Aya, by show of hands. Nionyesheni tu kwa mkono. Unajua lazima nipeleke report. Check them. Aya, wacha wapige picha. Wekeni tu mkono. Aya, asante. Hii maji tunataka kuwatengenezea vile mwenzangu amesema, itawafikia mpaka kwa nyumba, na itakuwa ni maji safi ambayo treated water. Hiyo maji ukikunywa hakuna magonjwa ati cholera nini, itakuwa ni maji safi. Mimi naitwa Diana. Nafanya Diana, umeshika? Hebu sema. Nimesema naitwaje? Ya, naitwa Diana. Aya, hii mradi itakuja na manufaa kwenyu, benefits. Benefit moja ni kwamba tukitengeneza hii mradi kazi itapatikana hapa. Wengine wenyu mtapata kazi hapa tukiweka hii mradi. Hiyo ni benefit number 1. Aya. Nyingine mmesikia tutaweka hizo ablution blocks choo. Hizi choo za siku hizi za kutumia maji. Hiyo pia itakuja. Na mmeambiwa tutaweka kwa nini 3, but mliko kuna suggestions tuongeze. Haya, hiyo tunaenda kuweka kwa report kwamba mnataka muongezewe. Na zile areas mlisema ni 2 tu ama kuna zingine? Kuna areas 2 mlisema mnataka muongezewe. Ni market centers ama ni wapi? Kwa sababu huwa tunapatia priority shule, maybe hospitali hivi na market center. Sasa hapo ni hiyo ni market. Inaitwaje? Andikeni hiyo market. Ikonge. Shule? Sawa.
Sipitali pia, sipitali. Kwa hivyo tuchukue soko na sipitali. Aya, hiyo ni sawa. Si hapa ni Wikonge tuko. Hapa tuko ni Wikonge. Aya, hii maji ikikua, sababu wa mama ndio wanateseka kwenda kutafuta maji mbali. Maji ukikuwa nayo, sasa unaenda biashara yako, mtapata pesa inaongezeka kwa nyumba. Hiyo pia ni benefit nyingine. Alafu pia watoto kuenda shule, wataenda shule kwa wakati unaofaa, si ndio? Hakuna kupoteza wakati. Alafu pia sasa vile watu pia kuna mahali watu pia ungangania maji. Hii maji yenyu ikikuwa hapa sasa hakuna ugomvi ya maji, si ndio? Sasa nitaita mwenzangu awaelezee. Unajua tukiweka mradi kama hii pia huwa wanataka tufanye environmental and social impact assessment. Sasa ako na ma questionnaires hapo, nataka nimuite alafu tujaze tukiwa pamoja. Wajua hizo report zote lazima tupeleke, ndio watajua tulifika hapa, tumeongea na nyinyi, mmetoa maoni yenu. Kwa sababu unajua mimi mmeniambia, lakini lazima pia kuna ile lazima muandike. Ati? Ni lazima pia muandike, ndio sasa hiyo ripoti iende pamoja, mradi ingie, sawa? Sasa wacha nimwandike mwenzangu John mujaze naye questionnaire. John. Utadistribute. Okay. Utaenda step by step. Enda tu step by step. Ukiwaelezea wakitike. Una distribute? Okay. Sawa. Haya, wacha niwasalimie tena watu wa Goke Haraka. Hamjambo? Najua si mara yangu ya kwanza kufika hapa. Mkutano yenye tulifanya hapa ya mwisho nilikuwa na wenye walikuwa waliniona, si ndio? Wangapi walikuwa? Kumbe mlikuwa wengi. Asante. Akina mama wakuwa? Mlikuwa? Nilirudi kesho yake tukakuwa na chief pale ndani na committee ambayo itashughulikia mradi ya maji, si ndio? Sasa kwa hivyo hiyo nitaongelelea. Uniendelee. Sasa tunasema ya kwamba kwa kila mradi ya serikali ni lazima tufuate sheria, si ndio? Si kuna sheria ambazo lazima zifuatiliwe. Kwa hizi sheria zisipofuatiliwa inaweza fanya mradi yanguke ama serikali ikose kutoa pesa, si ndio? Sasa kwa hizi sheria tunapofanya mradi tuhakikishe watu wamepata, alafu tutulie tusikie. Kwa hivyo nataka niwaeleze vile tutaijaza, si ndio? Watu wamepata. Najua si kila mtu atapata, lakini wengi watapata. Kwa hao wenye wamepata ndio watajaza. Sawa? Sawa? Haya. Sasa nilikuwa nasema ya kwamba kwa kila mradi ya serikali lazima kukue na sheria. Na sheria ziko mingi. Ya kwanza, tukifanya mradi yoyote lazima tuhakikishe ya kwamba tumelinda na tumetunza mazingira, si ndio? Kwa hivyo tukiangalia Mount Tutu Dam, tunaona kule kuko juu, huku pia kuko juu, lakini dam iko chini, si ndio? Sasa wakati kunanyesha unapata mchanga yote inabebwa na maji inaingia huko ndani, si ndio? Alafu ndio unapata inaribu damu yetu, si ndio? Kwa hivyo tutahakikisha ya kwamba tumefanya kitu inaitwa buffer zone, Buffer zone tutahakikisha ya kwamba tumepanda mti ama tupande pia napier grass, sio mnajua, ama tupande hata reeds, ili tunze mazingira. Hapo kwenye damu itakuwa, si ndio? Sio iko sawa? Sasa kwa sheria ya serikali kwa kila mradi inatakikana ya kwamba tunafanya kitu tunaita environmental impact assessment. Sio tunakubaliana ya kwamba NEMA itatupea license ya kufanya kazi hapa.
kabla watupe license lazima uhakikishe ya kwamba tumefuata mtindo na sheria yenye iko, si ndio? Moja yao ni hiyo pepa yenye umebeba, tunaita questionnaire. Questionnaire ni kukuuliza kama we mwenyewe umekubaliana na mradi, na kama mradi itakuwa na changamoto yoyote kwako, kwa mazingira ama kwa wanajamii mzima, si ndio? Alafu tutaona vile hizo changamoto zote tutatatua, si ndio? Ili tusizidishe, si ndio? Sasa kwa hiyo pepa ukiangalia, tunaona hapo chini, hiyo ya juu mmeelezwa vizuri. Hiyo ni scope. Hiyo sasa ni vile mradi itakuwa, vile mradi itajengwa mpaka iishe. Lakini hapo chini pia kuna maswali machache hapo yenye mnatakikana mjaze. Sasa tutakubaliana vile tutaijaza. Najua si kila mtu akona kalamu, si ndio? Hamna kalamu. Naweza waeleza, mtaelewa alafu mtajaza hata baadaye. Sio itakuwa sawa? Hii wacha nipeane hapa kwa kina mama. Sasa kwa hii hapa pale nyuma. Sasa kwa hii questionnaire ya kwanza tutaulizwa namba 1 hapo. Ukiangalia unaulizwa hapo, wewe mwenyewe kwa maoni yako umekubaliana na hii mradi? Kama mmekubaliana vile mlikubaliana, niliona mkibeba mkono juu, si ndio? Hebu mbebe mkono juu tena tuone kama mmekubaliana na hii mradi. Inamaanisha kila mtu mwenye ako hapa amekubaliana na mradi, si ndio? Kwa hivyo hapo utatik tu hapo yes, si ndio? Kama kuna mwenye akubaliani na mradi pia atatik no. Haujalazimishwa, si ndio? Lakini tunajua umuhimu wa mradi, kwa hivyo sisi wote tumekubaliana, si ndio? Haya, tufanye hivyo kwa wenye wako na kalamu. Hata hii inaweza saidia mtu tena. Hapa kuna moja. Wacha nipe mzee iwasaidie. Sasa kwa hapo tutasema yes, si ndio? Tunakubaliana na mradi, si ndio? Alafu unaambiwa kwa namba 2. Namba 2 hapo unaulizwa if yes what are the reasons. Ukikubaliana na mradi, wewe mwenyewe una maoni gani yenye inakufanya ukubaliane na mradi, si ndio? The benefits, zile zenye mlikuwa mnaambiwa hapa, mlitajiwa hapa, si ndio? Si zilikuwa kadhaa. Moja yao ni kazi kwa vijana, si ndio? Na wamama, si ndio? Sio iko sawa? Sasa hapo tunaweza andika juu, tunaiandika kwa Kiingereza, si ndio? Sasa tuko na job opportunities, si ndio? To the youth and ama unaweka tu job opportunity, si ndio? Ama kwa wale ambao tunajua kuna wasomi pia hapa ndani, si ndio? Unaweza iweka kwa maneno yako, si ndio? Na zilikuwa kadhaa. Maji itakuwa maji safi, maji sawa, si ndio? Kutakuwa na usafi wa mazingira, si ndio? Sasa unaweza taja 2 ama 3 ili tuende kwa haraka, si ndio? Ingekuwa vizuri tuelewane kwanza, alafu kwa wenye wana kalamu watajaza baadaye kama watakuwa wameelewa, si ndio? Namba 3 unaulizwa wewe mwenyewe kama umekataa mradi sikuje, kwa nini unakataa? Si ndio? Sasa si utapeana maoni yako hapo kama umekataa. Wangapi wamekataa? Haya, kama kuna mwenye amekataa hapo pia unaacha tu wazi hivyo, si ndio? Si mpaka hapo tuko sawa? Pole. Si mpaka hapo tuko sawa? Haya, namba 4. Wewe mwenyewe unaulizwa, kwa maoni yako ukifikiria mradi ambao unakuja hapa, hii ya maji, unafikiria itakuwa na changamoto yoyote labda kwa wanajamii, kwa mazingira? Wewe mwenyewe kama unafikiria itakuwa na changamoto yoyote? Kwa hizi changamoto zimerodheshwa hapa, si ndio? Kwa hivyo tukiangalia, unaulizwa kwa wanajamii, local residents, kutakuwa na changamoto yoyote?
yenye mradi italeta. Sasa hapo kuna yes upande huu na kuna no pia upande huu, si ndio? Sasa hapo kwa box tu una tick, au andiki kitu. Ukikubaliana kutakuwa na changamoto yoyote, unaweka no. Kama itakuwa nayo pia unaweka yes. Na tunaenda hivyo hivyo. Mpaka hapo tuko sawa? Pia kama uelewi unauliza. Ili tuende pamoja, si ndio? Alafu tena unaulizwa natural ecology of the area. Sasa hiyo ni kama mazingira. Vile kuna unajua mazingira inabeba vitu mingi, si ndio? Niwaeleze vizuri. Sasa hapa wacha nirudie. Kwa hiyo number 4, si ndio? Do you think project will have any negative effects on any of the following? Sasa mradi, wewe mwenyewe kwa maoni yako, unafikiria ya kwamba mradi hii ya maji kiletwa hapa itakuwa na changamoto yoyote, ama sara yoyote, kwa wanajamii? Hiyo ni namba ya kwanza. Sasa hapo kama unajua vizuri mradi haitakuwa na changamoto yoyote, una tick no. Hapo kwa wanajamii namba hiyo A, si ndio? Hapo kwa A kuna no. Kuna yes huku na kuna no hapa. Wewe mwenyewe umeona hakutakuwa na, utaamua kama itakuwa na changamoto yoyote ama itakuwa na changamoto, si ndio? Alafu natural ecology of the area, hiyo tunaongelelea mazingira, si ndio? Mazingira imebeba vitu mingi, si ndio? Hadi kuna mmea hapa, si ndio? Sasa hiyo pia unaamua kama itakuwa na changamoto yoyote kwa hizo zenye ziko hapo. Tuko pamoja mpaka hapo? Kama itakuwa nayo unaweka yes. Kama itakuwa una tick no. Si ndio? Alafu tuko na hapo number 3. Areas of historical or cultural importance, recreational and leisure facilities. Unapata ya kwamba tunaweza kuwa na forest. Unaona? Na hiyo forest labda nyinyi wenyewe msitu, huwa mnatumia imebeba wanyama, si ndio? Hapo labda mnaweza tumia, kuna wenye wanakuja wanaziangalia, wanaziona, na labda inaleta pesa kwa jamii, si ndio? Ama kwa serikali ya county, si ndio? Sasa hapo kama we mwenyewe kwa maoni yako ukiona ya kwamba hii mradi itakuwa na shida hapo, unaweka yes ama no. Si ndio? Ama kama kuna tuseme hata kama kuna uwanja ambao watoto wetu wanachezea na unaona ni kama mradi itaribu uwanja, pia unaweza sema no ama yes. Sio ni recreational, si ndio? Si mpaka hapo tuko sawa? Sasa wewe kwa maoni yako unajua mradi vizuri, umeelezewa vile mradi itakuwa, utuambie kwa maoni yako wewe unaona kama italeta shida yoyote kwa hizo. Si mpaka hapo tuko sawa? Haya, tuko na public health and safety. Sasa kwa hapo ndio tunaongelelea usalama, tunaongelelea usalama wa mazingira, tunaongelelea usafi, tunaongelelea maslahi ya watu, si ndio? Afya ya mazingira, afya ya jamii, si ndio? Sasa hapo ndio kuna kelele. Kama mradi italeta kelele, kelele inaweza tokea hata kwa mashini ambazo zinatumika kwa ujenzi wa mradi, si ndio? Sio inaweza kuwa. Sasa we kwa maoni yako utasema yes ama no. Mpaka hapo tunaelewana vizuri? Tuende pamoja. Kama mradi tunaelewana? Kama italeta uchafu wa mazingira pia, ya hewa, uchafu ya hewa pia unaweka no ama yes, si ndio? Kama italeta harufu mbaya pia, kama we kwa maoni yako unaona ni kama italeta harufu ama italeta chochote kile ambacho unafikiria itatokea na ujenzi wa mradi, si ndio? Mpaka hapo tuko sawa? Tunataka tuelewane, kwa sababu
hizi vitu zenye mnajaza hizi ndio tutasanya pamoja tupeleke serikali ya juu pia iangalie, ndio itaamua kama hii mradi itakuja ama itakuja. Lakini ni nyinyi ndio mtamua. Hii chenye mnafanya ndio itamua kama mradi itakuja ama itakuja. Ni nyinyi ndio mnaweza fanya mradi iletwe ama isiletwe, si ndio? Juu mradi ni ya wanajamii, si ndio? Si ni yenu na inasaidia wanajamii. Hapo kwa water resources and quality, kama kuna water resource yote, labda kuna spring. Si mnajua spring water? Labda kama kulikuwa na kisima mahali. Kama kulikuwa na mto. Mnaelewa? Kama kulikuwa na mto, kulikuwa na kisima, kulikuwa na spring, any water resource. Si ndio? Kama hii mradi ya maji itakuwa na changamoto kwa any of hizo, pia unasema yes ama no. Si ndio? Alafu kwa soil, hiyo ni mchanga. Sisi wote tunaelewa mchanga. Hata hapa kwenye tumekaa. Sio tumekaa kwa mchanga. Wewe mwenyewe unajiamulia. Alafu transport infrastructure, kama unaona mradi labda itaribu barabara, unasema yes. Kama itaribu barabara pia unasema no. Na tunaendelea, si ndio? Mpaka hapo tuko sawa? Alafu ya mwisho unaambiwa kwa yoyote ambayo tumeyataja hapo juu, we mwenyewe ukiangalia kama kuna yeyote yenye umetiki yes, utaangalia pepa yako, kila mtu akona yake. Hakuna kukopi mwingine, si ndio? Kila mtu akona yake. Kwa hiyo yako kama kuna place ulitiki yes, unatupea sababu hapo chini. Kuna mtu yeyote alitiki yes mahali? Tusaidiane hapo, juu tuelewane. Kuna mtu yeyote? Kama kuna mwenye alitiki yes ama no? Iko? Ndio tuone sababu ni gani, tusaidiane, ndio uelewe vizuri. Kuna mtu yeyote? Haya, sasa we mwenyewe unajijua, unajielewa, kama ulitiki yes, peana sababu hapo chini. Si hapo iko sawa? Upande wangu. Ikiwa the locals yani wale wenyeji. Wasipotunza ile the water source. Don't you think that wasipopata education ambayo inafaa? Maji yanaweza hata wakati mwingine ikose kuingia kwenye hiyo damu. Hiyo ni ukweli. Ndio maana tunasema kwa kila mradi ya maji kama hii yenye tunataka kuleta hapa, haifai kabisa iharibu ama interfere na any water resource yenye iko. Kama kulikuwa na kisima, kulikuwa na mto, lazima tuhakikishe ya kwamba hiyo mto imetunzwa, na ibaki kuwe hivyo vile ilikuwa, bila kuharibiwa, si ndio? Unaelewa? Tunaelewana hapo? Kwanza water resource, kuna body inaitwa Water Resource Authority. Hiyo pia kama mnafanya mradi kama hii, tutaenda kwao watupe license. Na kabla watupe watakuja waangalie, wasurvey. Unaona? Waangalie ya kwamba kuna nataka kuwaelezea kuhusu komiti ya maji vile huwa inafanywa. Huwa inakuwa na watu 9 mpaka 12. Kwa watu 9 na 12, watu 5 lazima ni watu wanajua kuandika na kusoma. Sasa watu 5 huwa ni wa kwanza ni chairman wa komiti, alafu anafuatiwa na vice chairman. Sasa hapa vile mlivyo hiyo baraza ikifanywa, tuseme kama chairman anatoka upande huu, assistant wake atatoka kwa upande ule mwingine, ndio wengine wasikue left out. Alafu tunakuwa pia na treasurer, yule ambaye anaweka pesa. Na lazima kuwe na at least lazima awe ni mtu amefika form 4 na anajua accounting kidogo, anajua mathematics. Huwezi tu kuweka mtu ambaye hajui maths na yenda anashika pesa. Awe tu na rough idea ya mathematics ama accounting. Huyo ni treasurer. Alafu tunakuwa na secretary wa committee. Secretary
alafu na pia vice secretary. Sasa mtakuwa kwa mnazimix ndio kila area iko na mtu au ni watu 5 au ndio executive 5 ambao lazima wajue kusoma na kuandika. They should be literate. Aya, tukiachana nao tuko na hii mambo ya affirmative action. Sasa hawa watu watatu lazima niwe na mtu mmoja representing widows. Lazima niwe na mtu mmoja wa kurepresent walemavu, persons living with disability. Lazima niwe na mtu mmoja representing the youth. All affairs za youth, needs za youth yenda na represent. Si sasa au ni wangapi? 8. Alafu sasa umepewa allowance ya watu 4. Inaweza kwa watu 4 vile mnaona, ama hata watu 3 ama 2, lakini huwa iko allowed mpaka 12 Kwa watu 4 kuna wale tu wa special interest wale watu ambao wakikaa wakiongea wanasikika. Kwa nini kwa village hapo mnaweza kuchagua mtu ambaye mna feel huyu ndiye ata represent interests zangu. Na sasa hiyo haina ati lazima uwe nini ati disabled. Hawa ni watu 4 ambao mna feel wanaweza kuchampion your interest. They can make allowed kuongeza 4. But mnaweza kuongeza 1 ama 2. Sasa hii kamati itakuwa iko na watu 9, 10, 11, mwisho 12. Si sawa? Si ndio? Kama kutakuwa na shida yoyote pia tutaona vile tutaitatua, si ndio? Kwa sababu cha muhimu ni mradi. Si ni hivyo? Haya, asanteni sana. Yangu yanaishia hapo. Kama kuna swali yoyote. Mama, naona uko na swali. Hauna swali? Ni ukweli. Sijui kama kulikuwa na alafu baadaye ndio supply to hata villages. Je, kulikuwa mkifanya hivyo na some members of the community kama kulikuwa na some reports wenye wanaweza kuonesha with their interest kwamba hii channel ikifike kwangu hapo kwa sababu mapping na driven na hivi. So my request ilikuwa kwamba before the project ianze sore hata mkuoneshe kwamba hii maji itakuja hapa kwa maji inaenda sehemu yenye hata hakuna watu wa kuhitaji maji. Napata sehemu nyingine kuna high population ya watu wenye wanahitaji maji lakini maji imekimbia kwingine. So sijui kama hiyo mlifanya ama bado hiyo itaendelea. Alafu swali lingine ya pili umesema kuna alafu baadaye najua leo utakuwa umepeana kandarasi. Unapata kandarasi anapewa kazi anakosa kutambua ile kamati. Anafanya mambo yake anaenda finally mradi inakuwa haina manufaa yoyote kwa jamii. So nilikuwa naomba kwamba wakati mnafanya hizo pia muangalie na pia mhusishe viongozi wetu ambao wako na wananchi ili tuweze kuridhika na mradi wetu. Okay. Kabla nialike mwenzangu atakujibu zaidi, lakini kwa mkutano yenye tulifanya hapo awali. Hapa tulifanya tu hapa. Kulikuwa na DCC, chifu alikuwa, si hata chifu mmoja, chifu mlikuwa wengi, si ndio? Alafu baadaye kesho yake pia tulirudi. Tulikuwa na chifu pale, chifu aliwapea every detail. Unaona? Ya kijiji. Kwa hao wenye walitembea wakasanya data, hiyo data yao. Hata chief kulikuwa hadi na representative wa MP pia kwa ile mkutano, si ndio? Hadi mjumbe wa area aliwakilishwa kwa hiyo mkutano. Kwa hivyo kabla tukuje na hii tulitembea na watu wetu ambao walifanya utafiti wao, na ndio maana mpaka sasa hii pia unaona kulikuwa na suggestion ya kwamba choo ijengwe mahali, si ndio?
bado tuna collect views, si ndio? Tunaidevelop, tunaipika ili kuwe nzuri, si ndio? Chakula ambacho kitakulika vizuri, si ndio? Sasa ndio maana bado tumekuwa na hii mkutano hapa, bado tuna check views, si ndio? Ya kuidevelop, zaidi mtambiwa na mwenzangu hapa, Pascal. Utauliza? Acha tujibu huyu kwanza. Wacha ajibu huyu alafu uulize. Sawa. Kwa gari hapa niko na ramani yenye inaonyesha map vile mradi itakuwa. So baada ya mkutano nitawaonyesha map. Sasa nikitoa map, I think itaharibu our attention, ita shift. So squeezy squeezy pia maneno ni digital, maneno ya mapping. Kitambo ulikuwa lazima utembee sana. So squeezy zingine ni digital. After tumekuja tumechukua maoni, zingine tunamaliza like unajua sisi hii line yetu ya distribution line nilikuwa nasema inafuata barabara kuu. Na hii barabara kuu ni zile zinaelekea kwa the markets, the schools and the hospitals. Na on their way kuna vijiji. So the design venye iko ni mahali kuna watu. Hatuwezi peleka pesa ya serikali tupeleke pipe kwa misitu. So nitawaonyesha ramani, na kama kuna maoni zaidi baada ya kuona hiyo ramani, then tutachukua hizo maoni. And then wakati wa implementation kuna kwa kitu inaitwa PMC, Project Implementation Management Committee. So hiyo committee ndio itakuwa ina work hand in hand na Lake Victoria South na contractor. So Lake Victoria South itakuwa the supervising engineer, then kutakuwa na contractor, then kutakuwa na representatives wa community. Representative wa community, kutakuwa na ngao, watu our chief na DCC representatives, kutakuwa na watu wa county na kutakuwa na watu wa MP. So kutakuwa na representation ya kila idara katika hii committee yenye itakuwa inaangalia venye kazi inafanyika. So sioni mahali jambo litaribika, mahali chifu wenyu hako na DCC mkubwa wake, mahali MP wako na representatives wake, mahali community wako na representative wao. So tusikue na shaka. Pia Lake Victoria South iko na engineers wazuri wenye wataangalia kazi fanywe vile inatakikana. Kama umeenda Kegonga unaona venye kazi inafanyika huko. Yes sir. Asante mwanahabari kwa kunipea nafasi hii. Kwa majina ni Emmanuel Boke, jina ambalo linajulikana kama Boke John. Ninashukuru kwa ujio wenu hapa kama wanahabari na ofisi ya mbunge. Na pili ninashukuru sana Lake Victoria South Water Works ambao wametutembelea, wamekuja ku-launch haya maji yetu katika Mahuntutu Dams. Kama zizi wakaji wa Jiji Ward au wa Mahuntutu, tunashukuru sana vile Lake Victoria wametufikiria, wakaona shida tulionayo kama wakaji wa kijiji hiki, wametuletea maji kwa ajili ya kusaidia wamama wetu. Na pili, tunashukuru sana viongozi wetu, ofisi ya mbunge, tunamshukuru sana kwa kilio chetu ambacho alisikia na amekubali kushirikiana na shirika hili kutuletea maji yetu. Lakini tulikuwa na ombi moja, tunaomba kwamba maji haya yaanze kwa muda ambao unafaa, watu wasisubiri sana ili wafaidi maji, kwa sababu maeneo haya niliyoyasimama mnaona mpaka ng'ombe zetu ziko area hii na wamama wamejitokeza kwa wingi, wamenatembea zaidi ya kilomita 6 kwenda kutafuta maji. Kwa hivyo tunashukuru sana, haya maji yakija yatatusaidia kama wakazi wa area hii. Asante. Kwa majina ninaitwa Mary Sabai. Kwa mradi wenye mmetuletea wa maji tunashukuru sana mheshimiwa kwa maneno mazuri yenye tumeona siku ya leo. Hii Kuirambo ilikuwa hata na samaki, lakini vile
maji yalizibua yakaenda, na vile anakuja ametuletea pia, tunamshukuru. Pia maji yatakuwa ni uhai wetu. Tunashukuru mheshimiwa, maana hata nguo hazitakuwa zinachafuka. Tunashukuru mheshimiwa, maana hata mifugo yetu itapata maji, hata mimea tutamwagilia, maana maji ndio uhai wa mwanadamu. Bila maji mtu hawezi akaishi. Mheshimiwa wangu mugonga turingi bukonguko mangana moyaga na tukore urusiko no rero eno kwa muitabiri so kiri wiki kwa amu nyinginde hanara cyari ngentura cyo tumuhikura gukugira na tukore ya mangana moya itabiri bwo bukongu eno kwa mwengeri agenderi go gutukore ga sintie yange igo ke haibene chacha maronku furahia turingi gichikeno acha wiki atwengeri sitima atagacha gutweba gukugira hanu istimera abe wiki nturaitira mahoborabu itabiri bwo kurinare Yesu. Marina kana ndaberekeraga marosi moku wane ni hore hano ere muradi kono kwa mahuntu tunto bae na wichinsi kuchincheru ko kwansira 2013 hadi wa leo wana tukagenderia na mangana kano ke kahawa mudago yongo ne mirune kahawa yane hakurwa togatepe bwa nturacha tunyore sponsor gukura ko serikali kukura konga kiyonsu mpaka sasa gote tokaruche gento geke habatanga tibara torenge na poko ntaneno mbarule pakaya para wansa gutuhira batotepi ga chimbira nchicho chirarwa ema ntane gusuhi lakini tetoroche gento kama kyohedata ko hanko bora toliga po itu pintu pire bigucha mahuntu tuhano kama ne hewa tetoko magano bohene para kolekane paka asan ko indre tore korameka igana batanga tibaito paka papa iya turinge tuikare hanse suke society eno yange gukwa mana hano ndanye ikure ndanye ntuyitere po ito abana po ito negesazi ge ito kirege icho wete to kumaga mangana ga nabo ya amaya batanga tipo ito pa gutokora asante tata. Yes, kwa majina naitwa Maria Boke. Mimi ni mkaaji wa Gokiharaka Getambwega Ward. Siku ya leo tuna furaha, hasa mimi nina furaha kama mama kwamba mradi ambao mheshimiwa ameleta hapa, amekuja na watu wa Victoria Lake Supply Water, watu project vile wametuletea maji. Ukweli kabisa maji ni uhai na maji ni afya. Kwa mkaaji wote wa Getambwega Gokiharaka Getambwega, akina mama wote wamefurahi kwa siku ya leo vile wamepata hii nafasi. Maji wa mama watafurahia na hakuna mama atakayeenda kwamba kupiga story nilikuwa nimeenda maji au tulikuwa tumeenda kusubiria maji. Kwa hivyo tunashukuru shirika ambalo limetuletea huu mradi. Sana sana pongezi zetu ziende kwa mheshimiwa kwamba asante kwa kukumbuka akina mama. Hii ndicho kitu ambacho amefanya cha muhimu zaidi katika afya, kwa sababu hata hospitali zetu zitapata maji, wanafunzi wetu na vile tunaendelea kuwa population inaenda kuwa juu zaidi. Kwa hivyo haya maji yatatusaidia na tutafurahi, na aendelee kutukumbuka zaidi na miradi mingine. Asante.